Nataka mimi. Acha nikubebee mwana. Siogope. Wow. Haya. Biscuit. Hamna maji ya kunywa? Kiu sangine. Biscuit. Basi au some juice. Watoto juice. Asalamu alaykum. Bwana, mambo. Vipi salama? Haya bwana. Nitakwenda. Mkikuwa Sharif Junaidi huyo. Mkikuwa Sharif Junaidi. Hongera sana shehe bwana. Asante bwana. Basi twenu shukrani. Haya bwana. Asante. Lakini nakualifuni maulidi ya Mtume. Tutakuwa pamoja. Tutasaidia kugawa wali. Haya. Allah akujalie wema na utumikie Uislamu na umma wa Kiislamu. Allah kuongoza bil haq. Amen. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jina lako nani kwanza kabla ya? Naitwa Salum Mahmud Salum. Salum Mahmud Salum. Kitu gani kimekufurahisha kwa kaimu shehe wa mkoa? Kwanza kilichonifurahisha ni kwamba Allah alikuwa amekuongoza. Kwa sababu tumempata kiongozi ambaye umeingia lakini umekuwa na maono makubwa sana. Kwa sababu nilifuatilia clip yako moja, gari nitapita. Nilifuatilia clip yako moja ulipokuwa na ule unyenyekevu dhidi ya viongozi. Umekuwa mnyenyekevu dhidi ya viongozi na ile inaonyesha umati Muhammad au umma unatakiwa uwe na subira katika kuyatumikia mambo na uwe tayari kuwaongoza watu, lakini pia uwe tayari kwa ajili ya kuwasikiliza. Uwe tayari kwa ajili ya kusikiliza. Inatosha. Barakallahu. Nimependa kupata matibabu hapa. Jana nilikuja mimi na kijana wangu anasoma hapa Mnazi Mmoja, baada ya kupata miwani na kila kitu. Ikabidi nimlete kijana wangu mwingine anasoma. Na huduma mnaziona aje? Tumeziona huduma ziko vizuri na Mungu awafikishe. Asante sana. Barakallahu fiki. Kila mwaka. Kila mwaka mwezi Rabiul Awwal au kabla ya Rabiul Awwal mfungo 5 Safar. Nimechelewa. Kwa hivyo mfungo 4 au mfungo 5 tu. Yes. Nilipewa kibali na serikali ya uwanja huu. Naam. Tokea tarehe 15, lakini nikaona ni uache kwa sababu ndio kuna kazi kubwa inafanyika ya kijamii. Alhamdulillah. Congratulations. Hongereni sana. Nashukuru sana. Na ndio mambo ya kufanya kwa sababu tusisahau jamii. Jamii inatazama sisi namna gani tunawatumikia. Kwa hiyo mimi furahisha sana. Nafurahi sana. Alhamdulillah, nimekuja kuungana na nyinyi kidogo nione shughuli zetu tunazofanya for few minutes inshallah. Tutakutembeza kidogo tu haraka tukuoneshe nini tunachofanya. Inshallah. Tunafanya tablighi ya Kiislamu lakini na tumeweka huduma ya macho, tumeweka huduma ya afya, magonjwa ambayo sio kuambukiza, utoaji wa damu, tunafanya upasuaji, yote hiyo ni free of charge. Ushangia hata serikali. Tunatoa rufaa katika hospitali zetu bila malipo. Baada ya kumuona mtu mgonjwa. Naam. Hiyo ilikuwaje kabla ya tumeanza mwaka jana? Miaka mitano, ni mwaka wa 5. Miaka wa 3 walikuwa nafanya macho. Wanaangalia macho kama ana shida ya mtoto wa jicho anafanyiwa operation bure. Mwaka jana tuliona watu kidogo wana hali mbaya na wana magonjwa mengine nyuma mifupa kwa sababu mwaka jana tunafanya operation 50. Sasa hii nayo tunaleta nayo hapa ultrasound. Kwa hiyo pia magonjwa mwaka jana tulipata 27 operation kwa mitumbo za wanawake. Sasa tuliungana na Ocean Road na
Chelsea Hospital. Wao naye wameleta mashine yao, wanapima tezi dume na uzazi nini, mlango wa uzazi na kansa ya matiti. Kwa hiyo hapa naye wakiona ndio naanza wanachoma pale pale kuna mashine ile hapa. Kwa hiyo mwaka huu unaona mmeongeza huduma kutoka kwenye macho, mmeingia na matatizo mengine. Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Tutafundishwa na Mtume, sio bwana. Naam, maneno khairun nas anfa'uhum linnas. Bora wa watu ni mwenye kuwafaa watu kabisa. Kwa hiyo ndio hili jambo, na kullu ma'ruf ni sadaqa, kama jitayarisha jambo la khair. Jambo la khair. Na tunahimiza sote, na mimi nitashirikiana na nyinyi inshallah katika kuwahudumia jamii, hakuna tatizo inshallah. Sawa, basi niko tayari. Hapa ni Afrika pamoja na Amerika ambayo inahusika na kuchapisha vitabu vya kidini lakini pia vya kisiasa na vya kijamii kwa lugha ya Kiswahili. Na hivi tunavitoa bure kwa wenzetu wengine kwa wapate pia hivi Afrika kabisa. Hiki kitabu kimeandikwa vijana na matarajio ya baadaye. Karibu shehe, naitwa Mwalimu Masawe. Karibu Whippers. Tuna shule kuanzia nursery mpaka vyuo, na tuna vyuo ambavyo vina soko. Namaanisha kwamba kuna kozi ya diagnostic radiography, tuna kozi ya uandishi wa habari na utangazaji, na kozi ya famasia, na tuna kozi ya ualimu. Naomba kipeperushi tumpe shehe wangu hapa. Hali kadhalika tuna nursery schools za internationally ambazo ni Kibaha Primary School. Hapa kuna nursery. Basi tuletee na wajukuu sasa. Tutawapokea wote, tutasoma kwa pamoja. Sisi tuko vizuri, na hiyo kozi ya diagnostic radiography ina mikopo. Kwa hiyo naomba wale wanao wengine hiyo kozi waje waisome. Haina riba lakini. Haina riba, unalipa ile kawaida. Mkopo wa Mama Samia. Watoto wanapata mkopo, wanasoma vizuri bila usumbufu wa aina yoyote. Yes, wakija A3 Institute maelekezo yote watayapata. Kibaha mpakani pale, tuko pale. Nikuulize swali kidogo. Mkopo ule ambao wanachukua labda watoto kuja kusoma ni for how long? Yani ile muda gani unachukua kwamba anauliza ile mikopo inalipwaje baada ya kuchukua. Anapopata kazi kijana, anakata asilimia kadhaa, hata 10 ifiki ya mshahara wake, ambayo atakuwa analipa kidogo kidogo mpaka utakapoisha. Mimi mwenyewe nimesomesha na mikopo kama hiyo. Mwaka wangu wa 12 nalipa kidogo kidogo. Najua nitasiku nitaimaliza. Maelezo yote hapo, na kuna namba za simu, unaweza kutupigia simu tukakupa maelekezo. Kama mimi na vijana na walea vijana na walea nataka kuwasomesha hizo kozi mbalimbali. Kwa hiyo nitakupigieni simu, nitakuteni ofisini inshallah. Mashallah. Shehe wangu, naomba namba yako ya simu, mimi nitaongea na wewe zaidi na zaidi. Naomba tafadhali namba ile kalamu, andika namba ya shehe wangu hapa ili tuweze kuona naye. Kwa nafasi yangu natoa wito kabisa kwa jamii, tusaidieni watu kuchangia damu. Kusema kweli, hakuna mbadala ila mwanadamu ujitolee kuchangia damu, na mimi nawatakia kila la kheri ambao mnachangia damu. Ya kusalimia kidogo hata kama ni nani hataki kamera na insist, na mimi natoa kauli yangu kwamba naomba Watanzania wote muwe na mioyo kama hii ya kujitolea kuja kuchangia damu. Hakuna jambo kubwa kama kuchangia damu kusema kweli. Serikali ina uhitaji mkubwa sana wa damu. Inshallah, na tukishirikiana na Wizara ya Afya na Waziri wa Afya tunaombea sana na kuombeni dua. Inshallah.
kisha kwamba kila alichokuwa nacho amekitoa kwa ajili ya Maryam ambaye ni mama yake na Yesu. Ambaye ni mama yake. Mike, dakika moja kidogo asalimie Sheikh. Yeye alifanya. Tafadhali Sheikh. Bahati ya kutembelewa katika shughuli zetu na shekhe wa Waislamu mkoa wa Dar es Salaam. Shekhe wa Waislamu mkoa wa Dar es Salaam, kwa hiyo nataka kuwasalimia wenzetu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bidi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kwanza nimepata taarifa hii ya kuwa ndugu zetu hawa zinaashiria watu hapa Mnazi Mmoja kwa ajili ya kushughulika na huduma za kijamii, na mojawapo katika kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni upole, ukarimu na kusaidia watu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hii ni kazi ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifanya kwa kuwashughulikia watu wanyonge na wakubwa na kila aina ya rika, na mimi nimefurahishwa kuikuta kazi hii, lakini nikwambieni kwamba nitashirikiana na nyinyi katika kazi za huduma za kijamii, kwa sababu ni katika mlengwa wa programu zangu kwamba niingie na huduma za kijamii. Tusisahau watu, kwa sababu Mungu katuumba katika level tofauti ya kimaisha. Leo hii nimeambiwa kuna huduma zinazotolewa hapa za kimatibabu. Kuna mtu anaumwa lakini anafia nyumbani, uwezo hata wa kwenda kumuona daktari hana. Leo nimeambiwa mmetoa huduma za bure za kumuona daktari ziti zaidi ya 1,500. Hapana, congratulations. Mwenyezi Mungu akujezeni kila la kheri, na mmetufundisha kila jambo zuri ni lenye kuigwa na kila jambo baya ni lenye kuachwa na kukemewa. Kwa hiyo hili jambo zuri jambo zuri, inshallah nimekuja kukutieni moyo na kukutembeleni, lakini inshallah kwa sababu hivi sasa na program nyingi kidogo, nikuombeeni dua, inshallah mnafanya jambo la kheri. Mungu aendelee kukupeni kheri, na wagonjwa wote nikupeni pole, inshallah Mwenyezi Mungu atakupeni shifa. Washikeni ndugu zetu hawa, na inshallah muombeeni dua, kila anayokufanyia jambo la kheri muombeeni dua. Basi asanteni, napita kidogo, inshallah nitarudi siku nyingine. Jazakumullah khair. Naam. Hao vijana Okay, hao ambao wanahusika na damu hii. Ndio. Kwa damu ndio watu wanapopata matatizo ya damu hao wanasaidia sana. Ndio. Kwa hivyo walikuwa na wheelchair zao mbili. Ndio wanajua kwamba wewe pia ni mtu wa jamii na kwamba wenye mahitaji wanakuja kwako kwa nini, kwa hivyo wameamua na wao kujitolea ili kukupa wewe ili uweze kuwagawia wale ambao watakuwa na uhitaji wa vitu kama hivi. Inshallah khair, nimepokea inshallah. Asante sana, tutazifikisha. Kwa kweli watu wanatujia sana mahitaji. Asante sana. Nakushukuruni sana. Asante. Tumefurahi kwa kipindi kifupi umeweza kuja. Wewe unaonyesha kabisa kwamba wewe ni mtu wa watu. Inshallah, asante sana. Tumefurahi kwa kutunga mkono. Asante sana. Jazakumullah. Naam. Asante, atatumia namba yangu, atakupa namba, nitumia namba yako. Inshallah khair. Nimefurahi. Asante sana. Ndio kwa hivi. Asalamu alaykum. Bwana, mambo jambo. Ni salama. Haya bwana. Asante sana. Ilikuwa pale